tunaishi kwenye ulimwengu ambao umejaa uovu, lakini sisi tukiwa ni watu wa Mungu tunaishi katikati ya watu waovu, lakini sisi tukiwa ni watu wa Mungu wenye haki. Amen. Amina. Amen. Amina. Ukiwa katikati ya watu waovu, watu ambao hawamjui Mungu au wanamjua lakini hawamtaki hata kusikia habari zake, hawataki. Ulimwengu wa uovu. Tunaishi ulimwengu ambao watu wanaishi kwa kutumainia nguvu za giza. Tunaishi ulimwengu ambao watu wanaishi kwa kutumainia akili zao na nguvu zao. Tunaishi ulimwengu ambao mtu akiona wewe ni kikwazo kupata kile anachotaka, ni bora akuue, lakini yeye aende anapotakiwa kwenda. Ulimwengu wa uovu. Tunaishi ulimwengu wa uovu ambao mtu akishindwa kupata anatakiwa kupata kwako, anakiiba. Anajua kabisa sio changu, lakini anakichukua kwa nguvu, anakiiba kwa siri, anakichukua anakipeleka mahali anakotaka yeye. Tunaishi ulimwengu wa uovu. Ulimwengu wa uovu. Hebu sema tunaishi ulimwengu wa uovu. Tunaishi ulimwengu wa uovu. Sema tunaishi ulimwengu wa uovu. Tunaishi ulimwengu wa uovu. Sasa kwenye ulimwengu wa uovu kuna mambo mengi ambayo tunahitaji kuyafahamu ili tuweze kushinda. Ili tuweze kushinda kwenye maisha ya kila siku, tunahitaji kufanya nini? Amen, amen. Amina. Tunahitaji kwenye ulimwengu, tunaishi kwenye ulimwengu ambao kumekuwa na manabii wa uongo, walimu wa uongo, mitume wa uongo, makristo wa uongo, wachawi, waganga wa kienyeji, wafuga majini, wapunga pepo, wasihiri, walevi, waabudu sanamu. Tunaishi ulimwengu wa namna hiyo. Sasa kama mtu wa Mungu ambaye unaitegemea neema, sema unaitegemea neema. Unaona, unaitegemea neema. Sasa unafanyaje ili upenye? Tunaishi ulimwengu ambao watu wanaamini bila kufanya uchawi, ushirikina, huwezi kutoboa kwenye maisha haya. Tunaishi ulimwengu ambao watu wanaamini irizi, watu wanaamini uchawi ndio kila kitu kwenye maisha, kwamba bila kwenda kwa mganga, bila kujitafuta, bila kuoga dawa, bila kuchoma dawa, bila kuchanja chale, bila kufanya hiki, bila kutoa kafara, huwezi kufanikiwa. Tunaishi zamani za uovu. Yesu anasema zamani za uovu. Amen, amen. Sasa kwenye zamani hizi wewe una matatizo na changamoto mbalimbali. Una matatizo na changamoto mbalimbali ambazo kimsingi unahitaji Mungu akusaidie. Ndio maana sasa Yesu akawaita wanafunzi wake. Akawaita wanafunzi wake 12, akawapa amri juu ya pepo wachafu kutoa na mamlaka ya kukanyaga nyoka na nge na nguvu zote. Hebu sema nguvu zote za yule nani? Yule adui. Kwenye ulimwengu yuko yule adui aliye na nguvu. Shetani ni adui aliye na nguvu. Mojawapo ya silaha zake ambazo Mungu mwenyewe anajua ni silaha ambazo ukicheza nazo unapotea ni nyoka na nge. Nyoka ni nani? Nyoka anawakilisha maeneo matatu katika ufalme wa giza. Nyoka anawakilisha roho ya uongo. Nyoka anawakilisha roho ya uchawi na mashetani. Lakini nyoka anawakilisha mishale yenye moto ya yule adui. Ndio maana watu wengi wanasema nimeota nyoka, nimeota nyoka, nimeota nyoka. Unaweza ukaota nyoka, kumbe inamaanisha utasingiziwa jambo. Unaweza ukaota nyoka, kumbe watu watasema uongo juu yako, na uongo ule utaathiri maisha yako, ama utakuharibia ndoa, ama utakuharibia kazi, ama utakuharibia mahusiano na jamii. Ndio unaota nyoka. Au utalogwa na wachawi. Au unalogwa na wachawi, ndio unaota nyoka. Au unalogwa na wachawi. Au unaota nyoka na kufuatilia, au maana yake kuna wachawi wameanza kufuatilia. Ndio unaota nyoka. Asa Mungu anasema utakanyaga. Hebu sema nitakanyaga. Sema tena utakanyaga nyoka na nge. Sema tena utakanyaga nyoka na nge.
na nini? Na nguvu zote za yule adui. Mungu anasema wala hakuna kitu kitakacho kudhuru wewe. Unaona nge ni nani? Nge inawakilisha mapepo ya kuzimu. Mapepo ya kuzimu. Unaona wale malaika waliotoka kuzimu, lile jeshi la shetani, Biblia inasema walikuwa na vifua vya nge. Walikuwa na vifua vya binadamu, lakini wale vichwa vya simba, lakini wana mikia ya nge. Uwezo wa kudhuru uko kwenye mikia. Wanadhuru kwa kutumia mikia, lakini mikia ya nge. Amen, amen. Ulimwengu wa uovu, ulimwengu ambao wewe unaanza biashara, mtu naye anaweka tunguli yake, anasema ngoja tushindane. Kila siku unafanya kazi for nothing, unafanya kazi na upati kitu, unasoma na uelewi, unatarajia vingi, vinatokea vichache, unatarajia baraka, inatokea laana, unatarajia uinuliwe, unashushwa, unatarajia uwe na afya, kila siku ni majaribu na magonjwa na hali ngumu na shida na tabu na mambo kama hayo, na unafika mahali unamwambia Mungu, mbona umeniacha? Mbona uko mbali nami Mungu wangu? Amen, amen. Amen, amen. Ulimwengu wa uovu.